John Heche amemtetemesha Rais Samia Suluhu kwa ujumbe wake mkali. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na ikiwa ni mgeni hapa, tafadhali kumbuka kusubscribe. Katika maadhimisho ya siku ya wazee duniani, mbunge wa zamani John Heche alitoa kauli kali dhidi ya Chama cha Mapinduzi na Rais Samia Suluhu Hassan, akieleza kuwa hatua zao za kisiasa zinaashiria hofu badala ya ujasiri. Kauli hii imejikita zaidi katika kile alichodai kuwa ni hila na mbinu zilizotumika katika uchaguzi uliopita, ambazo kwa mtazamo wake zimeacha doa kubwa kwa taswira ya kisiasa nchini Tanzania. Heche alieleza wazi kuwa nguvu na vitendo vya chama tawala havipaswi kutafsiriwa kama ushahidi ama ushindi, bali kama ishara ya kuogopa upinzani unaozidi kushika kasi. Aliweka msimamo kuwa vyama vya upinzani vitakubali kuuzimwa au kukaa kimya mbele ya changamoto zinazotokana na ukosefu wa uadilifu wa kisiasa. Mbunge huyo pia hakusahau kusisitiza umuhimu wa heshima kwa wazee wa taifa. Alitumia jukwaa hilo kupongeza mchango mkubwa wa wazee katika ujenzi wa taifa na kuwataka viongozi wa sasa kuendelea kuwathamini na kuwasikiliza na kuhusisha katika maamuzi ya kitaifa. Kauli hii imechukuliwa kama wito wa mshikamano baina ya vizazi na kuimarisha msingi wa utawala wa haki. Hotuba hiyo imekuwa kitovu cha mjadala wa kisiasa, hususan ikielekea uchaguzi wa mwaka 2025. Wafuasi wa upinzani wametafsiri kama mwamko wa kisiasa unaokusudia kuondoa hofu miongoni mwa wananchi na kupinga kile kinachoona ama wanachokiona kama utawala wa mabavu. Wachambuzi wa siasa wanasema ujumbe wa Heche ni sehemu ya mikakati ya upinzani kuhamasisha wananchi, hususan vijana, kushiriki kwa wingi katika mchakato wa uchaguzi. Kauli kama hizi, kwa mtazamo wa wataalamu, zina uwezo wa kuchochea mjadala mpana wa kitaifa kuhusu wajibikaji wa viongozi na mustakabali wa demokrasia nchini. Miongoni mwa wachambuzi waliozungumza kuhusu kauli hiyo ni Profesa Mwasimba wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, ambaye alitaja kuwa hotuba ya Heche ni ishara ya kuamsha ari ya kisiasa miongoni mwa wananchi. Alieleza kuwa ni ujumbe wa matumaini unaoonyesha kwamba mageuzi ya kweli yanaweza kuanza kujitokeza kupitia kura na mshikamano wa wananchi. Na kwa upande mwingine, CCM haijatoa kauli rasmi kuhusu matamshi hayo. Hata hivyo, baadhi ya makada wa chama hicho wameonekana mitandaoni wakimshtumu Heche, wakimtaja kama anayetumia lugha ya uchochezi na kujaribu kuvuruga amani nchini Tanzania. Na licha ya lawama hizo, ujumbe wake umeenea kwa kasi kubwa kupitia mitandao ya kijamii, ambapo wafuasi wake wamekuwa wakishiriki picha na nukuu kutoka hotuba hiyo na kuendeleza kampeni ya kisiasa yenye msimamo thabiti. Na katika mazingira ya sasa ya kisiasa yenye mvutano, kauli ya Heche imeweka wazi kwamba ushindani katika uchaguzi wa mwaka 2025 unatarajiwa kuwa mkali zaidi. Kwa wafuasi wa upinzani, ujumbe huu ni uthibitisho kuwa bado kuna nafasi ya kupigania mabadiliko, ili hali kwa wachambuzi ni kipimo cha kuona iwapo hotuba hizo zitatafsiriwa kuwa vitendo, sera thabiti na mikakati madhubuti ya kuleta mageuzi. Kwa Watanzania wengi, macho sasa yameelekezwa katika uchaguzi ujao, ambapo maneno kama haya yatapimwa kwa vitendo vitakavyofuata. Na huu umekuwa uchambuzi wa Kenyascope. Endelea kufuatilia na kuhakikisha umesubscribe kwa taarifa zaidi zinazohusu siasa na matukio makubwa ya Afrika Mashariki.